Kila mtu unayemwona, kila mtu unayemwaza na namna vile ambavyo unafikiria kuwa, kulingana na watu ambao unawaona na kuwatamania jinsi ambavyo wamekuwa katika maisha yao, hata wewe unaweza kuwa vivyo hivyo. Kwa bahati nzuri ni kwamba Mwenyezi Mungu amempa kila mwanadamu kipawa chake, na katika vipawa hivyo mimi amenipa kipawa kimoja ambacho na uhakika kitakusaidia sana, na kipawa hicho ni kipawa cha kukufundisha au kipawa cha kuelimisha. Tangu mwaka 2023 nimeweza kuwa katika career ya human resource na nilijikita zaidi katika kipengele kinaitwa talent acquisition. Nimekuwa na consistency of more than 3 years ya kufanya uajiri, nikiajiri katika industry mbalimbali, nikitafuta wafanyakazi wa aina tofauti tofauti, level tofauti tofauti, lakini pia nimekutana na watu wa tabia tofauti tofauti, na kwa kweli naweza kusema najivunia kwamba niliweza kupata nafasi hii adhimu kuweza kuingia katika nyanja hii ya talent acquisition. Now, katika talent acquisition nimeweza kujifunza mambo mengi, na hususani kufikia mwishoni mwa mwaka 2025 niliweza kugundua mambo mengi ambayo yamenihamasisha ndani ya mwaka huu wa 2026 niweze kuja na kitu ambacho nitaweza kushare nawe utaweza kupata kuelimika. Lakini katika siku ya leo sitaanza moja kwa moja kukuambia ni kitu gani nitakwambia mwaka huu, lakini nitajaribu kukupa vitu mbalimbali ambavyo nataka mimi na wewe tuweze kuvitafakari hivi tunavyoendelea kupambana na mwaka huu 2026 kufikia malengo yetu, lakini pia kufikia ndoto zetu. Naitwa Said Ramadhani na hii ni The Walking Bridge, na hii itakuwa Grow with Kosan. Wengi wanajiuliza Kosan ni nani? Naitwa Said K Ramadhani, ambapo K ni Kosan. Kosani ni jina ambalo nilipewa na baba yangu miaka hiyo mingi sana, ambapo ilikuwa haiwezekani kuwasiliana na watu kwa simu, na katika taratibu za ukoo wetu sisi baba ndiye anatakiwa kutoa jina. Sasa ni kwa mtu ambaye ni firstborn, baba yangu ndiye anatakiwa kutoa jina langu mimi. Kwa hivyo alichelewa kutoa jina na ikaonekana kwamba mama yangu inabidi anipe jina, nikapewa jina la Saidi. Baadaye barua ilipokuja kufika nyumbani, sasa jina langu likaja linaitwa Kosan. Tayari watu mtaani na watu wakuwa tayari washaanza kuniita jina la Saidi, na hivyo nikakuwa nikitambulika kama Saidi Kosan Ramadhani. Kiufupi Kosan ni babu yangu, na mzee Kosan alifariki miaka mingi iliyopita, nami kama mtu ambaye nilipewa jina hili nimeona kupitia mwaka huu 2026 niweze kuendeleza legacy ya jina la Kosan, na nataka ugrow and Kosan. Sasa asante sana kwa kuendelea kutazama The Walking Bridge, na kwa kweli The Walking Bridge ndani ya mwaka 2025 ilipata mafanikio makubwa sana kufikia subscribers zaidi ya 1000, na sasa tunafikia subscribers 1400, na hakika ndani ya mwaka huu 2026 kufikia mwezi wa 6 The Walking Bridge itafikia subscribers 10,000. Na wewe unanitazama hivi sasa ndio unaweza kuhakikisha kwamba malengo haya yanafikiwa, na mimi nitahakikisha kwamba ninakupa kile ambacho unahitaji, na ninashare na wewe mawazo mbalimbali ambayo yatatufanya sisi wote tuweze kukua pamoja. Don't you need to grow with me? Just subscribe now, like and share. Kwanza kabisa, kutokana na experience miaka mitatu ambayo nimekuwa nayo, nataka tuangalie kuhusiana na masuala mbalimbali ya ufanyikaji wa interview. Interview imekuwa mahali muhimu sana ambapo pana shape mtu fulani kutoka katika kalba fulani au yule ambaye anaanza career kwenda katika nafasi fulani. Kwa tutaangazia masuala ya interview, na baada ya kuangalia interview tutaangalia mpangilio wa interview za aina mbalimbali. Tambua kwamba interview ya mtu ambaye ni HR, interview ya mtu ambaye ni salesperson, accountant, auditor, tax associates na business developer, sales representative, sales executive, sales manager, zonal sales manager and engineer nao wako tofauti, quality engineer, quality production engineer, quality support engineer, and we are going to dive into quality assurance and quality control.
Unajua kwamba hizi position zote zinaweza kusound the same, lakini hawa watu mbalimbali wanatenda tofauti tofauti kulingana na mazingira ambayo wapo. Kwa mfano, kuna nafasi moja inaitwa investigation officer. Investigation officer wako katika maeneo mbalimbali. Wengine wanaitwa au investigation officer, wakati mwingine huwa wanaitwa fraud officer. Na hawa investigation officer wakati mwingine wanaitwa risk officer. Sasa investigation officer wa kipolisi na investigation au fraud officer wa kipolisi ni tofauti na fraud officer au investigation officer ambaye anafanya kazi bank. Ni tofauti na investigation officer anayefanya kazi katika microfinance au fintech. Lakini pia risk officer anayefanya kazi bank na risk officer anayefanya kazi katika kiwanda ni watu wawili tofauti. Kwa hiyo lazima ujue pale wakati unapokwenda kwenye interview au unapokuwa unatafuta nafasi fulani, unatakiwa kueleza vitu gani na unatakiwa kuwa na ujuzi gani. Sasa utajuaje unataka kuwa nani na unatakiwa kuwa na ujuzi gani? Ndani ya Grow with Khosan nitakuwa nikichambua mambo mbalimbali na nitakuwa na a lot of surprise. I won't say what surprise, but this surprise is meant for you. Na hauwezi kujua surprise ambazo nimeziandaa kama hautabofya alama subscribe hii leo na uweze kuwa nami katika episode zitakazofuatia ndani ya Grow with Khosan. Binafsi ndani ya mwaka 2025 ulikuwa ni mwaka wa neema sana kwa upande wangu, ingawa nafahamu kulingana na mazingira mbalimbali ya kisiasa, ya kiuchumi na masuala ya kijamii, hali imekuwa tofauti kwa watu mbalimbali. Kuna majanga, kuna matatizo ya kisiasa yaliyotokea wakati wa uchaguzi na mambo mbalimbali ambayo yametokea. Kila mtu anapona, mwingine anafurahia, mwingine anaendelea kuomboleza, lakini kitu cha muhimu ni kwamba tazame mbele kwa matumaini. Tazame kwamba mwaka huu 2026 unakuja na fursa mpya. Na fursa hizi mpya ambazo zinakuja ndani ya mwaka 2026 zinakuja kutokana na maandalizi au zitafikiwa kutokana na maandalizi ambayo tunayafanya. Zitakuja kutokana na juhudi ambazo tunazifanya. Na juhudi mojawapo ndi katika kujifunza. Wanasema yule mwenye kujifunza ndio anaweza kutenda. Pale unapojifunza jambo ndipo unaweza kutenda jambo kwa usahihi au kwa uhakika. Nami ndo maana nimeona kwamba niweze kuleta mambo haya kwa ufasaha kabisa ili uweze kuelimika. Na kitu kingine ambacho nataka ujue, sasa hivi human resource services kwa Tanzania zimekuwa sana. Nafahamu huwa unaona job advertisement mbalimbali, na katika job advertisement hizi kuna kitu kinaitwa industry. Hiki kitu kinaitwa industry ni kitu ambacho kinawatofautisha watu wa career moja, lakini katika career hiyo hiyo mtu wa industry fulani anakuwa tofauti na mtu wa industry fulani. Ndio maana unaona katika job advertisement wanasema industry. Sasa ukiona kama kuna kitu kama hiki, unatakiwa wewe kujitafakari au unatakiwa kuangalia, je, industry ambayo upo na industry ambayo wanatafuta uko related nayo? Ngoja nikwambie kitu kimoja. Kwa mfano kama sales. Let's say salesperson anayefanya kazi ya sales bank ni tofauti kabisa na salesperson anayefanya kazi katika kiwanda. Na katika kiwanda pia kuna bidhaa ziko tofauti. Salesperson anayeuza vinywaji ni tofauti na salesperson anayeuza bidhaa za ujenzi. Salesperson anayeuza bidhaa za ujenzi ni tofauti kabisa na salesperson anayeuza vifaa vya teknolojia au salesperson anayeuza IT service.
Salesperson anayeuza IT service ni tofauti na salesperson anayeuza insurance service. Salesperson anayeuza insurance service ni tofauti kabisa na salesperson anayeuza heavy duty equipment. Sasa watu wa sales nimekuwa nikikutana nao sana, kwa sababu sales ndo kitu mojawapo ambacho kina drive all the businesses in Tanzania, all the business worldwide. And one thing they share in common is to say sales is sales. I can diverge into any type of sales. Hiki ndio kitu ambacho watu wa sales huwa wanajigamba nacho sana. It's a confidence kwamba kama anaweza kuuza insurance, kwa nini ushindwe kuuza bidhaa za bank? Kama anaweza kuuza bidhaa za bank, kwa nini nishindwe kuuza vinywaji? Kama anaweza kuuza vinywaji, kwa nini nishindwe kuuza vifaa vya ujenzi? Lakini mtu anayetafuta mfanyakazi anafahamu kwamba mauzo ya bidhaa hizi yanatofautiana in terms of sales channels. So unataka kuwa salesperson wa aina gani? What type of sales do you want to grow into? Kwa mfano, kama unataka ku grow into a sales of bank, career path yake ikoje? Utakuwa salesperson kwa muda gani, na utakuwaje kutoka kwa salesperson na kupanda rank kuwa manager mpaka kuwa labda mkurugenzi na nafasi kubwa? Unaweza kuwa kama huyu mkurugenzi wa CRDB. If we get into details kumtafuta bwana mkurugenzi wa CRDB kujua alianza vipi, utashangaa sana. Sasa haya ni mambo ambayo nataka Grow with Khosan tuweze kuyatazama ndani ya The Walking Bridge, na natumaini kabisa kwamba utakuwa ni wakati mzuri sana wa mimi na wewe kujifunza pamoja. Miaka mitatu ambao nimeitumia consistently katika talent acquisition, naona inatosha kabisa mimi kuweza kushare na kushirikiana na wewe, kufafanua mambo mbalimbali, lakini pia kukupa surprise na kuna mambo ambayo nimeandaa mwaka huu 2026 kwa mtu ambaye anataka kukua katika career yake, kwa mtu ambaye anataka kujitafuta na kujipata kwamba anataka kufanya nini, kwa mtu ambaye amekuwa katika mahali ambapo amestuck. I had a manager alikuwa ananiambia, Saidi, don't stay in the comfort zone. I don't like a comfort zone at all. Unajua kuwa katika comfort zone ni kuwa like una hang. You don't know what to do. But you should be focused. Always determined to grow. And a person who grows is a person who learns. And by learning, you get to get knowledge and you get to practice the knowledge. And the knowledge you practice determines how you grow. Inabidi tuwe tunaweka na kimombo kwa sababu katika mambo haya bila kuweka kimombo tutakuwa tuelewani. And I'm sure I'm talking with the right person. Sitaishia katika hizi career peke yake. Nafahamiana na mtu ambaye alianza kuwa mfanya usafi katika kiwanda, akatoka kuwa mfanya usafi, akaenda kuwa msaidia fundi, akamsaidiaji wa mechanics, wale wa mechanical engineers au mechanical technician, akatoka kuwa msaidizi wa mechanical technician akawa mechanical technician, akatoka kuwa mechanical technician akawa production team leader, akatoka kuwa production team leader mpaka kuja kuwa quality assurance, akatoka kuwa quality assurance mpaka kuwa production manager. So you can grow anywhere. And I know a person who started to be a security guard, and now he's a security head. Means that he's the head of security in a certain company. Na huyu mtu ana bachelor degrees. Leo hii ukimwona mtu ana degree yake hataki kuwa security, anaona kwamba it's a bad career path. It is because you have no guidance. And through the walking bridge
Grow with Kosan. I'm going to envision this all. I'm going to put these things black and white, and you are going to learn from the full surprises I have prepared. Kwa hivyo ni kuombe mtazamaji The Walking Bridge hii leo subscribe na kisha uendelee kuungana nami katika series zitakazofuata ndani ya Grow with Kosan, ambapo ninapanga kuandaa mambo mazuri sana ambayo mimi na wewe tutajifunza. Sasa natoa homework. Wewe ambaye unanitazama hivi sasa, ni kitu gani ambacho umekuwa una struggle katika career yako na unatamani niweze kuanza nacho wakati huu ambapo tunaanza mwaka 2026? Inawezekana pengine kitu hicho nikikizungumzia kitakuwa kitu ambacho kitakufanya uweze kuendea mwaka 2026 with full focus and determination kuweza kufikia malengo yako na ndoto zako ndani ya mwaka huu 2026. Naamini kwamba mambo haya yanawezekana, na kama mtu ambaye alianza kuzaliwa akatembea mpaka akakua na kusimama, ndiyo mtu huyu ambaye anaweza kuanza katika sifuri na kufikia milioni. Naamini kwamba kama utakubali kujifunza na kubadilika, basi itakuwa hatua mojawapo ya kufanya wewe kuweza kukua na kufikia ndoto kubwa ambazo umekuwa ukiziona kama ni ndoto za alinacha tu na ndoto zisizofikika. Nakwambia kwamba ndoto zako inaweza kufikika as long as you will try to learn hard. And this platform, the Walking Bridge Grow with Kosan, is going to be a very good platform for you to be a learning person and a grow together. Mimi natamani kwamba ifikapo mwezi June tuanze kutoa ushuhuda like what have changed. So nimejaribu kuweka haya mambo hapa, nimezungumzia interview, nimezungumzia namna ya kukua katika nafasi mbalimbali, utofauti uliopo kutoka nafasi moja na kwenda nafasi nyingine. Najua haya mambo yote haya nitakapoanza kwenda specifically utapata nafasi ya kuweza kuyaelewa, lakini fanya kitu kimoja tu, ni kusubscribe The Walking Bridge na tuweze kuendelea kwa pamoja. Baada ya kusema hao, niseme na kushukuru sana sana sana. Hii itakuwa kama ni introduction ya Grow with Kosan. Episode ya kwanza itakavyoanza itakuwa ni episode ambayo itakuwa nzuri na kusisimua, na naamini itakupa mwongozo mzuri unaoendelea kwenda mbele. Naitwa Saidi Kosan Ramadhani na hii ni The Walking Bridge. Asante sana.